Eneo hili kwa muda mrefu limekuwa pia na uhaba mkubwa sana wa vyumba au frame za kufanyia biashara. Na Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako uliyoyatoa wewe mwenyewe mwaka 2022 ulitoa maelekezo kwa shirika la nyumba kuweza kuzindua sera ya ubia ambao utakaribisha kujenga majengo yote ya National Housing kwa mkono pia wa private sector. Mheshimiwa Rais, naomba leo nikuthibitishie kwamba nyumba nyingi unazoziona katika eneo hili la Kariakoo ni nyumba pia ambazo zinamilikiwa National Housing. Yale maelekezo yako Mheshimiwa Rais uliyoyatoa kuanza kuingia ubia yameleta matokeo yafuatayo. Hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Rais, mikataba ambayo imekwisha ingiwa na private sector na NHC ni zaidi ya 61 kwa ajili ya kubomoa na kujenga upya maeneo ya shirika la nyumba ili yaweze kuaccommodate wafanyabiashara wengi katika eneo hili. Sasa kilichokuja kuzaliwa Mheshimiwa Rais, zimezaliwa frame za kufanyia biashara zaidi ya 1500, zimezaliwa apartments zaidi ya 700, lakini zaidi pia yamezaliwa maeneo mengineyo Mheshimiwa Rais yenye thamani ya zaidi ya bilioni 356. Mkataba huu ambao umeingiwa kati ya shirika la nyumba pamoja na wafanyabiashara au private sector. Mheshimiwa Rais, kwa dhati ya moyo wangu naomba tukupigie makofi zaidi, kwa sababu sera hii ya ubia isingeweza kuwezekana na wafanyabiashara hawa Kariakoo wangeendelea kujaa barabarani kwa sababu ya uhaba wa sehemu za kufanyia biashara. Sasa kwa sababu ya sera hii imeongeza vyumba vya biashara, mkoa umejipanga kufanya yafuatayo. La kwanza, mpaka sasa tumezungumza na wafanyabiashara wote wakiwemo wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuanzia sasa barabara zote za Kariakoo ziwe wazi. Na hili Mheshimiwa Rais, itakuwa sio busara hata kidogo kwa jengo kubwa kama hili la zaidi ya bilioni 28 afu likakosa barabara. Wewe Mheshimiwa Rais ulikuja hapa wakati jengo la Kariakoo limebomoka. Hawa fire Mheshimiwa Rais uliowaona umewanunulia vifaa vile vya fire, walihangaika sana namna kuingia huku ndani kwa ajili ya kuleta uokozi. Leo hapa Kariakoo kuna wafanyabiashara zaidi ya 500 kwenye hili soko, na square mita zaidi eneo ni dogo. Sasa mara ya kwanza tulijua tuna upendo mkubwa kuziba barabara, lakini hizi zilikuwa ni siasa ambazo zitaleta majanga makubwa kwa watu na wafanyabiashara kubwa na wafanyabiashara ndogo ndogo. Na kwa mantiki hiyo tumekubaliana kwamba kuanzia leo, wewe Mheshimiwa Rais ulipokuja kuzindua soko hili, barabara zote zinazoingia katika ukanda huu wa Kariakoo ziwe wazi. Nafahamu hii inawezekana isiwe jambo zuri sana, na pengine akawa ni maelekezo machungu, lakini huwezi kujenga nyumba yenye thamani ukaziba barabara. Maana yake hata zile gharama ambazo tunazichaji hapa ndani hazitakuwa na maana yoyote kama barabara imezibwa. Hii barabara ya Pemba tumefungua na barabara zingine zote zimefunguliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naamini kwamba diplomasia itaendelea kutumika pasipo kutumia nguvu ili kuhakikisha barabara zote zinakuwa wazi, na wale ambao walikuwa wana sehemu za kufanya biashara sasa National Housing pamoja na Kariakoo na sisi wenyewe halmashauri ya jiji pale palipokuwa eneo la DDC tayari pana frame zaidi ya 500 ili kuruhusu wafanyabiashara kufanya biashara hapa. Mheshimiwa Rais, hii itasaidia pia kupumua kwa mji, lakini zaidi kuleta usalama wa mji wetu, lakini zaidi pia inapotokea dharura kuweza kuitatua kwa haraka. Mheshimiwa Rais, kwa dhati mimi na wenzangu tukushukuru tena wewe Mheshimiwa Rais kwamba ufunguaji wa barabara hautakuwa hapa tu Kariakoo. Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu hapa Dar es Salaam ilikuwa kila inaponyesha mvua tunafunga barabara. Tunafunga Jangwani, tunafunga Kigogo, tunafunga kote Mheshimiwa Rais. Mwaka jana tulipokulilia wewe Mheshimiwa Rais ulifanya mambo yafuatayo, na naomba haya Watanzania waweze kuyasikia. Mheshimiwa Rais, daraja la Jangwani hivi ninavyoongea
umetoa pesa bilioni 97 na ujenzi unaendelea, na daraja litakuwa na urefu wa mita 300 na kutoka chini kwenda juu mita 10. Maana yake mafuriko itakuwa ni bye bye katika eneo hilo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na soko zuri halafu barabara zinafungwa tena za Jangwani. Soko zuri pamoja na kufungua barabara ili watu waweze kupita vizuri. Lakini mbili, Mheshimiwa Rais, tulipokulilia mwaka jana, daraja la Kigogo umetoa bilioni 17 ambalo lina mahusiano makubwa na hili daraja la Jangwani. Daraja la Mkwajuni umetoa bilioni 11. Hivi ninavyoongea, daraja la Mkwajuni na daraja la Kigogo linajengwa na Kings Builders, ni wa Tanzania. Wamejenga kwa muda mfupi na sasa hivi tumeanza kupita juu ingawa bado halijaisha. Wakandarasi kama hawa wanahitajika sana hapa kwetu Tanzania. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Rais, pale Mtongani karibu na chuo cha NDC pale jeshini umetoa bilioni 24 ili ziweze kujenga daraja lile pamoja na kutengeneza barabara kilomita 3. Mheshimiwa Rais, hii ni fahari kubwa, naomba mpigieni makofi mengi sana. Lakini Mheshimiwa Rais, unakumbuka mwaka jana au mwaka juzi ulikwenda kuzindua kiwanda cha kuassemble magari kule Kigamboni. Wakakulilia wananchi kuhusu barabara ya kutoka Mwasonga kuja Kibada kilomita 41. Mheshimiwa Rais, barabara ile umetoa bilioni 83. Hivi ninavyoongea iko zaidi ya 44%. Tayari mkandarasi Esteem amekushaanza kujenga na tayari barabara kilomita 8 imeshawekwa lami na tayari watu wanapita juu ya lami hiyo. Tupigieni makofi mengi sana. Na maeneo mengineyo machache lami inakuja, kwa sababu lami, Mheshimiwa Rais, hatuzalishi Tanzania. Tunaagiza, tunanunua, na inaitwa bitumen. Na bitumen, Mheshimiwa Rais, pipa moja la bitumen lina kilo 185 na kilo moja na urefu wa barabara wa kilomita 1 unatengenezwa kwa bitumen 200, yani kwa maana mapipa 200. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, unaweza kuona ni gharama kubwa kutengeneza barabara hizi, lakini wewe umethubutu na umetoa fedha na tayari mambo yanaendelea. Tuongeze makofi mengi sana.